nyingine ni kutoka pale Wydad ambazo zinamuhusu Selemani Mwalimu, ambaye inasema kwamba huenda makubaliano yale ya Selemani Mwalimu kurejea Wydad yakawa deal done, kwa sababu Simba Sports inatajwa hawajakamilisha jambo hilo. Kwa hiyo kwa sababu ni taarifa na ni tetesi, sisi tunabaki na hiyo taarifa. Nafikiri kesho kwenye Mabara ya Michezo tutakuja na uthibitisho wa taarifa hii ambayo imekamilika. Lakini kwa sasa mitandaoni stories zinazoeleza ni kwamba huenda Selemani Mwalimu asibaki Simba Sports Club tena kwa sababu ya mikataba ya umiliki wa mchezaji, kwa sababu ni mchezaji halali wa Wydad ambao Simba walimwomba abaki nyumbani kwa mkopo wa mwaka mmoja. Umegusia hayo. Kuna taarifa nyingine kubwa ambayo hapa Afrika inatikisa Esther Dijo. Yes. Ambao ni shirikisho la soka barani Afrika CAF. Lenyewe linatarajiwa kuzipa klabu 8 nafasi ya kupita moja kwa moja hatua ya awali, yani ile first preliminary round ya CAF Confederation Cup kwa mwaka 2026-27, ambao ni taarifa imekuwa kubwa zaidi kwenye timu nyingi na kwenye mitandao mingi ya kijamii. Na timu hizo ambazo zitaanzia kampeni ya second round ya preliminary, ambapo timu hizo ni Al Ahly ya Egypt, kuna USM Alger, kuna timu ya AS FAR Rabat, kuna timu ya CR Belouizdad, kuna timu ya Raja Casablanca, kuna AS Maniema na Power Dynamo, alafu na Azam FC. Hizo ndio timu ambazo zinatazamiwa kwenda kuanza hatua ya pili ya michuano ya CAF Champions League. Kwa tafsiri gani? Ni timu ambazo kwa msimu uliopita wamekuwa na mazingira bora ya kufanya vizuri, lakini watu wengi wameenda mbali, wanahisi ni shinikizo la Al Ahly ambao wamekuwa na historia kubwa kwenye CAF Champions League, ambao pia taarifa zilieleza ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa inatamani mazingira ya kurejea kwenye CAF Champions League. Na kuna muda pia taarifa zikaeleza kwamba huenda wasishiriki michuano hiyo, kwamba wanasubiria ile African Football League, si ndio? Kwa hiyo wanaona kama kuja kwenye michuano ya CAF Confederation Cup ni kama wanadharaulika. Nikisema tumia lugha hiyo sitakuwa ni nzuri. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kama CAF wamejaribu kutafuta way forward ya kufanya kwamba Ahly, Belouizdad, USM Alger, Azam FC, Raja Casablanca, Power Dynamo, sijui Maniema Union zianze second round ya michuano hiyo ya CAF Confederation Cup, kwa sababu Al Ahly yuko kwenye CAF Confederation Cup. Kwa hiyo katika timu zetu ambazo ziko nyumbani hapa tunafahamu wazi kwamba zitaenda kushiriki CAF Confederation Cup ni pamoja na Azam na Singida Black Stars. Kwa Singida Black Stars na Azam wajue kwamba wanakwenda kucheza huko, kuna timu kama Al Ahly wako huko. Kwa hiyo ni jambo ambalo liko wazi. Na huku nimemsikia Ali kama anasema kwamba huku sasa hivi kwenye CAF Champions League mwenyewe hayupo. Kwa hiyo ni gombania goli. Kwa hiyo wazi liko hivyo. Lakini pia story nyingine kianza na kule Marekani, shirikisho la soka Marekani USSF limethibitisha kuwa kocha Mauricio Pochettino ameongeza mkataba wake kuendelea kuinoa timu ya taifa Marekani ya kombe la dunia la mwaka 2030, ambapo tunafahamu Pochettino sasa hivi ana umri wa miaka 54. Lakini pia kwingineko pia klabu ya Chelsea imethibitisha usajili wa kiungo wa kimataifa wa England Jordan Henderson kwa uhamisho huru baada ya kufikia makubaliano ya kuondoka Brentford kwa makubaliano ya pande zote mbili walau kwa dakika moja. Peter Passion, Jordan Henderson, kuna chochote kile ambacho anakwenda kukiongeza ndani ya klabu ya Chelsea? Senior mkongwe, lakini nafikiri wanapaswa kuwa na zaidi. Sio mchezaji tena ambaye unaweza kumweka kwenye timu yako kumtegemea kwa nafasi ambayo amekuwa akitumika. Ameenda World Cup, hakuwa na mchezo wowote ambao unaweza kusema ni sehemu ya msaada wa timu ya taifa ya Uingereza. Lakini hapo nyuma alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao ni tegemezi kweli kweli kwenye timu ya taifa, lakini pia hata kwenye klabu yake ya zamani ya Liverpool. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao nafikiri wanaenda kuongeza kitu kama seniors kwenye kikosi chako. Ndio maana umeona mpaka nyota kama Dan Welbeck pia naye yuko hapo. Kwa hiyo kwenye jambo kama hili nafikiri ni exposure zaidi. Lakini